Karibuni Tabata Aroma, karibuni kwa Dr. Ho. Kwa majina naitwa Elia Menard Nsemwa, ni mkurugenzi wa kampuni ya MNs Group Limited, lakini pia sisi ndo owner wa brand ya Dr. Ho. Leo nimewaalika hapa, labda niseme na kusudia kufanya nini. Nimewaalika hapa kwa sababu tuna makabidhiano ya vifaa vya michezo kwa timu yetu ya Yanga Veterans. And tumewaita hapa kwa sababu tunataka kuonyesha moja, upendo kwa hawa wazee wetu ambao walitumikia Yanga kwa uadilifu mkubwa, walitumikia Yanga kwa nguvu zao zote kwa nyakati zao. Tunathamini walichokifanya na bado tutaendelea kuwaenzi sasa na kote ambako tutaendelea kuwa nao. Lakini pia nimewaita kwa ajili ya kuwakumbusha. Unajua wengi tumekuwa tukidhamini michezo labda kwa level ya vipaji vinavyoanza, lakini pia tunadhamini michezo kwa wale wachezaji ambao wanatutumikia kwa sasa na wale ambao sasa at least wana nguvu za kufanya hivyo, lakini tunasahau watu ambao tunapaswa kuwaenzi kwa sababu walifanya juhudi za kutosha kwa nyakati zao. Kwa hiyo nilipoletewa hili wazo la mashindano haya ya Veterans, mimi ni shabiki wa Yanga, nikasema hapana, sipaswi kuwaacha. Hawa ni ndugu zangu, hawa ni watu ambao nathamini mchango wao, kwa sababu bila wao si ajabu Yanga isingefika hapa ambapo imefika. Sasa kwa kutambua hilo na kutambua thamani yao, nikasema hapana, nitafanya kitu kwa uwezo wangu, lakini pia naweza kualika watu wengine ambao wanaweza kuwa na nguvu ya kuwapeleka zaidi ya hivi ambavyo sisi tumefanya. Kwa hiyo leo tutawakabidhi vifaa vichache kwa ajili ya kuanzia mazoezi na kwenda kwenye hayo mashindano. Tutakuwa na jezi, tutakuwa na vifaa vingine kadhaa ambavyo tutakabidhiana leo, lakini pia hatufungi milango. Bado tunaamini tunapaswa kuwasupport na kuwashika mkono hawa watu, kwa sababu hawapaswi kupumzika sasa. Mtu wa mazoezi anapaswa kufanya mazoezi mpaka maisha yake yanapokamilika hapa duniani. Kwa hiyo tunaendelea kuwaenzi kwa umoja huu ambao tunao. Bado tutaendelea kuwashika mkono. Dr. Ho atakuwa nao nyakati zote za ligi hii ambayo inaenda kuanza kesho. Lakini pia sio tu kwa ligi hii, hata mashindano mengine na mengine ambayo yatahusianisha veterans wowote wale. Tutawaenzi wazee wetu kwa sababu walitumika vizuri kwa nyakati ambazo tulipata furaha kutoka kwao. Tuendelee kuwa nao, tuendelee kuwashika mkono. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, kwanza ni waalike wao nao waseme jambo, wajitambulishe pia, lakini pia tutaenda kwenye tukio la kuwakabidhi vifaa hivi baadaye. Karibu sana. Tutaanza kwa kujitambulisha. Asante sana. Mimi nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na namshukuru sana mkurugenzi wa Ho Dr. Kwa kweli Dr. ametusaidia sana. Na mimi nasema na waomba watu wengine waendelee kujitokeza kutusapoti. Na sisi tunasikia faraja kubwa sana kwa kukabidhiwa leo vifaa hapa na mkurugenzi. Tunashukuru na tunawaomba sana ndugu zetu wengine wajitokeze, waje watusapoti, kutusaidia kama jezi tena au vitu vyovyote vile vinavyohusiana na michezo. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na namshukuru sana Dr. Ho kwa kazi kubwa aliyoifanya, na tunamtakia kila laheri, aendelee kuwa na moyo huu. Mimi nashukuru sana, na samani kidogo, naitwa Mohamed Hussein Daima au nickname Chingawani. Ni mstaafu. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, mimi mpaka naogopa sasa hivi hata kusema sina, kwa sababu maneno yote ameshamaliza mdogo wangu. Naogopa kwa nini? Kwa sababu kampuni ya Oho leo imefanya mambo makubwa sana. Watu walizoea mambo haya yanaenda kufanywa Azam, sio yanaenda kufanywa huko IPP, sio yanaenda kufanywa wapi, lakini leo imefanya hapa. Nafikiri bila kujitambua mwenyewe, hili jambo ni kubwa sana umefanya mdogo wangu. Kwanza tukushukuru sana kwa hilo, kwa sababu umetujua na umetujua kama kuna kaka zangu, kuna babu zangu, kuna brother zangu walikuwa wanatupa starehe siku za nyuma. Na ni kweli, kwa sababu hakuna mtu tena mwingine utaenda kufisini kwa mtu anakuignore. Lakini wewe tangu siku ya kwanza tumekuja hapa unatupokea mpaka tunaona aibu. Tunasikia yani tuna feel guilt. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Nasema kwamba wengine wajitokeze, na nakuomba usikate tamaa. Usikate tamaa, kama unao wengine watusaidie tu, kwa sababu sisi hatuna pa kwenda.
Kwanza roho yangu ilidunda, ilichomoka. Mimi na mshono hapa. Yaani uliposema mimi mwenyewe Yanga, basi nikastuka nikasema alhamdulillah. Umeona bwana. Kwa hiyo nasema kwamba sina maneno, tunakushukuru sana wewe na kampuni yako, na pia nawashukuru sana waandishi wa habari, mmetusaidia. Sisi mnatusaidia sana nyinyi. Bila nyinyi sisi hatuwezi kuishi waandishi wa habari. Kwa sababu nyinyi ndio mnatoa habari zetu. Leo mimi ningevaa shati la kuchanika hapa, kesho ungenitoa kwenye TikTok. Umeona bwana? Lakini sasa nimevaa shati zuri, sijui kama hiyo nafasi utaipata. Kwa hiyo mimi nasema na nyinyi waandishi tunawashukuru, lakini shukrani nyingi sana zinamwendea bwana wetu. Sisi mkitusaidia kama hivi, sio kama tunanyamaza kimya, hapana. Na viongozi nao tunawaambia juu. Kwa hiyo bwana Yesu, ukitona na majezi haya mapya yametoka Oho. Kwa hiyo unanunua sana manini maloli wewe, kanunue kwa kuunga mkono kwa ndugu yetu. Sawa. Au vipi bwana? Sawa. Tutasema bwana asante. Kamuunge mkono ndugu yetu. Sawa. Basi mimi nafikiri niache tuendelee na shughuli nyingine. Sawa sawa. Asante sana. Asante. Yes, asante. Baada ya kusikia neno kutoka kwao, nafikiri sisi moja kwa moja sasa tuende kwenye makabidhiano ya jezi yetu. Tutakuwa na jezi za rangi mbili ambazo wanaanza nazo, lakini tumechagua rangi ya njano na kijani. Nafikiri awali tulijitambulisha kwamba hawa ni Yanga Veterans. Kwa hiyo hizi ni rangi za timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo hatuchezi mbali na uyanga, hatuchezi mbali na timu yetu. Bado tunaienzi Yanga tangu enzi hizo, hii tulionayo, lakini pia tunataka kuijenga Yanga ya sasa na tunakoenda. Kwa hiyo karibuni sana. Bwana, hii ni jezi ya kijani ambayo nilisema itakuwa na muonekano huu na quality yake ni kama unavyoiona. Bila shaka zitawafaa na zitazitumikia vema sana. Mkarudi na ushindi. Asante sana. Asante sana. Asante. Jezi yetu ya njano itakuwa na muonekano huu hapa. Hii ndio jezi yetu ya njano. Itakuwa hii. Jezi hizi na wakabidhi, lakini pia nategemea ushindi sana katika ligi mnayoenda kuicheza. Kwa hiyo pamoja na kwamba na ukabidhi jezi, lakini nitegemea ahadi yenu kwangu itakuwa ni ushindi. Hatuwezi kuangusha hoho, sio wewe. Hatuwezi kuangusha hoho. Sawa. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Labda nizungumze na jamii inayotuzunguka. Tunaamini kwamba michezo imekuwa ajira, lakini michezo ni burudani. Kwa hiyo wengi tunaburudika kupitia michezo na wengi tunafurahi kwa nyakati zote ambazo tunatizama michezo. Kwa hiyo hatuna budi kuwaenzi ama kuwashukuru ama kuwapongeza wale ambao wanatufanya tufurahi. Kama ambavyo sasa hivi tunajivunia wachezaji wa Yanga na kikosi cha Yanga tulichonacho, hii ni faraja kwetu kwa sababu nyakati zote tunafurahi kwa kuona kazi ambayo wanaifanya. Hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kujenga misingi ya Yanga inayokuja baada ya hii. Inayokuja ikaendelee kuwa bora zaidi ya hii tulionayo. Lakini pia tusisahau tulipotoka, kwa sababu kama sisi tuko hapa na tunaendelea kuenzi kitu ambacho kilifanyika, hatuna budi kuwakumbuka waasisi ambao walianzisha na walifanya kwa ubora. Ndio maana sisi leo tunaendelea kuburudika na kufurahi. Kwa hiyo nitoe wito kwa wale wote ambao wanaweza kuwa na nguvu ya chochote ambacho wanaweza kuwa wanamudu, basi wanaweza kufanya. Iwe kwa kuinua vipaji vya kutoka chini kabisa, iwe kwa kuwashika mikono ambao wanatufurahisha na kutuburudisha kwa sasa, lakini pia kuwaenzi hawa ambao walifanya kazi kubwa kuifikisha Yanga hapa ambapo imefika. Ndugu wanahabari, mimi niwashukuru sana na karibuni tena. Kwa nyakati nyingine msituchoke, tukiwaalika karibuni sana, hapa ndio ofisini kwetu.